Hey, hujambo msikilizaji wangu. Leo ni Jumatano poa kabisa. Jumatano ambayo ninakuletea kipindi cha Winning Wednesday. Winning Wednesday kwa sababu ipi? Kwa sababu wewe ni mshindi na hamshindani na mtu yoyote. Unashindana na wewe mwenyewe na mtu ambaye wewe upo. Yaani wewe mwenyewe ndio shindana naye. Kama kuna mashindano katika dunia hii na ukafikiria wakati mwingine kuna watu ambao wanashindana na wewe, hakuna. Ni kwa sababu Mungu amekuumba wewe ukiwa unique. God has created you to be a unique being. There is no other person that looks like you. Hakuna mtu mwingine yeyote duniani kote, hata kama mnafanana kwa sura, hakuna mtu mwingine yeyote anafanana kama wewe, anaishi kama wewe, anafanya mambo kama wewe, na Mungu anamtumia kama wewe. Kwa hivyo leo ni Winning Wednesday, ukiletewa na Spices of Life, ukiletewa pia kwenye platform ya Kenya Diaspora Media. Nikikuambia hivi, jina langu ni Esther Nduta. Karibu sana na tuweze kuelewa ni vipi sisi tuko washindi. Sisi ni washindi katika Jumatano hii maridadi kabisa, nikikutia moyo, nikikurudisha pale Jumatatu ambapo tulisema it is motivation Monday. Nikakutia motisha, nikakupea motisha na ukazidi kuenenda katika Jumanne ambapo nikakuambia ni transformation Tuesday. Kwa hivyo ukawa motivated, ukaanza kuwa transformed, na sasa wewe ni mshindi. Kwa hivyo leo it's the Winning Wednesday, ukiletewa na Spices of Life kwenye platform ya Kenya Diaspora Media, na nitakuelezea ni jinsi ipi ulivyo mshindi, nikifuatilia specific areas za ushindi katika maisha yako. Napenda kusema Spices of Life kwa wakati huu, kama umekuwa ukinisikiliza unajua ya kwamba S huwa inasimamia spiritual. Kwa hivyo wewe ni mshindi kiroho. Kwa nini? Mungu mwenyewe aliamua akakupa pumu lake, alimpa Adamu pale shambani la Edeni, na sisi ni uzao wa Adamu. Alafu akampa uhai Yesu pale katika ufufuo wa Yesu. Kwa hivyo wewe umshindi pale kwenye shamba la Edeni, katika maumbile umepewa pumu la Mungu. Kwa hivyo wewe ni kiumbe ambacho kiko uhai. Mungu amekuchagua kukupa uhai huu. Kwa hivyo nambari ya kwanza, kila mtu ambaye anasikiliza sauti yangu sahi ni mshindi. Kwa sababu gani? Kwa sababu wa uamuzi wa Mungu. Amekuchagua, akakupa pumu, unaishi. Pia akazidi akasema ya kwamba kwa sababu mmefanya dhambi, mlistahili kushindwa kabisa, lakini kwa sababu ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu ameamua ya kwamba wewe ni mshindi. Vipi? Kwa sababu amemleta Yesu Mwokozi, Yesu ambaye ni mwana wa Mungu, akafa kwa niaba yetu. Ile punishment tulikuwa sisi tupewe kwa sababu ya kufanya dhambi, Yesu akaichukua. Kwa hivyo uhai wetu, ile you will die ambayo imesemekana pale kwenye Genesis ati utakufa ukila lile tunda la kujua mema na mabaya. If you eat from the tree of good and evil, you will surely die. Yesu akaja na tukaonyeshwa ya kwamba tukimwamini na tukimdhamini tutasamehewa dhambi zetu na tutakuwa na uhai wa milele. Kwa nini? Yesu alifufuka na alituonyesha ya kwamba ufufuo upo kwa yule yeyote ambaye anamwamini. Kwa hivyo mara nyingi wakati mwingine tunakuwa na yale ya mambo ambayo tunapitia na tunafikiria kwamba sisi sio washindi. Kama kuna jambo moja ambalo wewe siku ya leo ungejua ya kwamba wewe ni mshindi katika hiki kipindi cha Spices of Life, kumbuka ya kwamba kiroho, in the spirit, S stands for spiritual. Kiroho wewe ni mshindi. Kwa sababu gani? Mungu amekuchagua, akakupa uhai, akakupa pumu lake, alafu akakuonyesha ya kwamba kuna kuishi tena na tena, kwa sababu Yesu ndio mfano wetu wa kuishi milele na milele. Nikiangalia katika utu wetu wa kila siku, in the physical sense, P stands for physical. Nikiangalia katika huo utu, nikitazama mwili wangu ambavyo Mungu ameumba, tena nikikupeleka pale Edeni, unaona tulikuwa tu
matope na Mungu akaamua hili tope nitalipa uhai na litaishi. Ninatazama mikono yangu, nashukuru Mungu. Natazama uso wangu, nashukuru Mungu. Nikifikiria mambo ambayo yanatendeka katika ndani cha maisha yangu, nashukuru Mungu. Ati nala chakula kinasagwa, I eat the food, it is digested without me really thinking about how to switch on this button and this other button. Unaona, ukienda kwenye kiwanda cha chakula ama kiwanda chochote, utaona ya kwamba kiko plugged in. That machine that is plugged in, that is giving power so that things can be processed. Kila kitu kiko plugged in. Na mimi pia najua siko kama kile kitu cha physical. Mungu ameni plug in kwake na ananisaidia ya kwamba mambo ambayo yanatendeka katika mwili wangu, siketi ati nikafikiria ni nguvu gani nitatumia. Ameniambia tu, amenipa kila kitu ninahitaji. Amenipa chakula, ni kila hicho chakula kinanipa nguvu. Kwa hivyo sisi ni washindi. Kwa nini? Kwa sababu Mungu wetu again ametuchagua, akatupa huo uwezo wa kwamba tutaishi katika mwili huu, na huu mwili hata kama wakati mwingine afya inatudhoofishia, lakini Mungu ametupa mwili huu wa kutusaidia na ili tuishi katika hali hii ya dunia. So in the physical sense, God has given us everything we need. Mara nyingi nikitazama the 5 senses, ati ninaamka asubuhi, ninaona mwanga wa asubuhi. Ninajua kuna wengine ambao hawaoni, lakini wengi wetu tukiamka asubuhi tuna macho, tunaweza kuona. Kwa hivyo tumshukuru Mungu kwa sababu ya macho ambayo Mungu ametupa. Tunaweza kunusa, tunaweza onje chakula kikawa na ladha nzuri, tunaweza kuhisi baridi. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa sababu ametupa mwili huu, na huo pia ni ushindi. Na zaidi ya yote, zidi ya mambo ambayo ametupa ndani, kuna yale mambo ambayo tunayaona nje. Yule mtu ambaye husema haamini Mungu ya kwamba Mungu yupo, tazama maumbile ya Mungu, tazama miti, tazama maua, tazama mashamba, tazama mambo ambayo Mungu ameweza akatupa, na ili sisi wenyewe tukaweza kuenjoy all the good things that God has given us. Nikikurudisha kwenye Jumatatu, nilisema ni Motivation Monday, na ya kwamba kuna mambo mengi sana yanaweza kutumotivate tuamke. Mimi nikitazama nje, nikiona jua likichomoza, nashukuru Mungu kwa sababu hilo pia ni jambo la kunipa motisha ya kwamba nimeamka na ninaweza nikaona na nikaweza kuenjoy siku hii ya leo kwa sababu Mungu ameitenda. Nilisema ya kwamba we will be glad and rejoice in that particular day. We are glad and rejoicing every day. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ametupa huo uwezo wa kuenjoy ama wa kufurahia mambo ambayo yeye mwenyewe ameumba. Saa hiyo ni katika mwili chetu in the physical sense, and pia kule nje tukitazama yale mambo ambayo tunayaona na tunayahisi katika mwili huu, tunashukuru Mungu. Na Mungu ametupa mambo mengine mengi ya kumshukuru. Ametupa zaidi ya ambayo tunamuuliza. Biblia huwa inasema he will give you abundantly beyond what we can ever think of or even imagine. And that is already, I have said, in the spiritual sense and in the physical sense. Mambo mengi sisi hatujayaunda, na tukiunda kitu chochote, tuseme kama ni simu, imeundwa kutokana na vitu ambazo Mungu ashatupea already. Kwa hivyo nashukuru sana ya kwamba asubuhi ya leo wewe na mimi tumeplugiwa in. We have been plugged in God without so much effort. Tumeamka, tunashukuru Mungu, tumezidi katika mchana kutwa, na hata jioni tunapotazama ni mambo yapi tumeyatenda siku kucha na mchana kutwa, tunaona ya kwamba Mungu ametuwezesha, sio kwa uwezo wetu. Kwa hivyo sisi ni washindi because God is our winning person. He fights our battles. Kwa hivyo nimeongea juu ya kiroho, sisi ni washindi, juu ya kimwili, na kuna mambo mengi pia wewe unaweza ongezea kwa hayo mawili. Naongezea pia kwa mambo ambayo tunajua. Biblia ni neno la Mungu ambalo linatuelezea mambo mengi. Ni kitabu cha historia, ni kitabu cha filosofia, ni kitabu cha science, ni kitabu cha mambo ambayo yote unaweza kuwa ukitaka kusoma. Nilisema hapo Jumatatu ya kwamba Biblia ni vitabu kadhaa wa kadhaa, hata mapenzi yamezungumziwa pale. Ni mambo ambayo Mungu ameweza kutuonyesha ya kwamba tunaweza mtarajia, tunaweza muita, tunaweza mtegemea, kwa sababu Mungu ametenda haya mambo yote na akatuwezesha katika wema wake.
Nashukuru Mungu asubuhi ya leo ama mchana wa leo. Kwa nini? Kwa sababu najua ya kwamba ni uwezo wa Mungu ametupa, akatupa ile intellect, ya akatupa ile kujua, akatupa ile ujuzi ya intellect. Tunajua mambo tukienda shuleni, tunajua mambo tukiwa nyumbani. So there is the formal and informal learning. Na mara nyingi tunategemea neno ama maneno ambayo yameandikwa na watu wengine, na hayo maneno huwa Biblia inaniambia ya kwamba it is inspired by God to give us direction, to instruct us and even to guide in our ways. Unaona, wakati tunapotea njia, kuna mahali tunawezaenda tukasoma na tukaelekezwa vema. Kwa hivyo wisdom ama hekima tumepewa na Mwenyezi Mungu. Na hata Biblia hiyo inaniambia kama sina hekima nimuitishe Mungu, nimuulize Mungu anipe hiyo hekima. Kwa hivyo tunashukuru Mungu ya kwamba sisi ni washindi. Kwa nini? Tunaweza kusikiliza neno, tunaweza sikiliza maneno na tukaelewa na tukatia hayo mambo katika msimamo. Kipindi ni cha Winning Wednesday, ukiletewa kwa niaba ya Spices of Life kwenye platform ya Kenya Diaspora Media. Kwa hivyo asubuhi ya leo, mchana wa leo, usiku wa leo ninakuelezea hivi: you are a winner, you're more than a conqueror. Si kwa sababu ya uwezo wako, lakini Mungu tayari ashakupa huo ushindi. Kazi yako ni kuamini na you step out in faith na kuchukua hiyo hatua na kushinda, kwa sababu Mungu ashakupa ushindi already. So tumeongea juu ya kiroho, tumeongea juu ya kimwili, tumeongea juu ya wisdom, knowledge and understanding, that is the intellect. So spiritual, physical, intellect. Sehemu nyingine ambayo ningependa kusema ni ile ya commercial. Sisi ni washindi katika biashara za kimaisha. Sisi ni washindi kama kila asubuhi unaamka na unapata chakula cha kukulisha siku hiyo. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ametupa uwezo wa kufanya hizi system za commercial, ya kwamba unawezaenda dukani ukanunua mkate na ukaje ukala. Kuna wengine najua hawana huo uwezo, lakini at the end of the day, mwisho wa siku, kama ulichukua chakula ukaweka mdomoni ukala, kama unaweza kusikiliza kipindi hiki, najua ya kwamba una uwezo ule wa kwenda dukani ukanunua mkate ukala. Kama si hivyo, unaweza kwenda shambani. Mungu amekupa uwezo wa kuwa na shamba, ukaenda ukakuza mazao yako pale na ukaweza ukayavuna, na yakawa ni sehemu ambayo inaweza kukulisha wewe na jamii yako. Nasema hivi, ukiangalia katika sehemu zozote, wewe ni mshindi. Sisi ni washindi kwa sababu Mungu ndiye ametuwezesha huo ushindi. Napenda sana kitabu cha Mwanzo, yani Genesis, kwa sababu Mungu alianzisha na shamba, alianzisha na garden, na akapanda miti, akapanda mimea, akapanda kila kitu ambacho mwanadamu alihitaji, akatupa pale kwenye garden la Eden. Na hata leo hii bado mashamba huwa inatuletea mazao. Pengine sisi sio wakulima kamili, lakini kuna wale wakulima ambao wanakuza hayo mazao, na ukienda kwa kila supermarket ama soko fulani utakuta ya kwamba kuna chakula cha kutosha. Mimi nikitazama mambo ya commercial, nikitazama mambo ya commerce, mara nyingi nafikiria tumbo kwanza, wacha tushibe, na tukishashiba haya mambo mengine yote pia tunaweza yapata. Kuna mjamaa huwa anaitwa Maslow, na huwa anasema we have the basic needs. Kuna yale mambo ambayo tunahitaji ambayo ni very basic. Tunahitaji chakula, maji, pengine mahali pa kulala, shelter. Kwa hivyo tukishapewa hizo, kuna mambo mengine mengi yanaongezewa. Na Biblia inaniambia hivi: seek ye first the kingdom of God and all the other things will be added to you. Tafuta ufalme wa Mungu kwanza na mambo mengine yote yataongezewa juu yake. Na ndio maana nilianzia mambo ya kiroho. Tukimtafuta Mungu aliyetupa uhai, alafu tukajua ya kwamba uhai tunaishi nao katika kimwili ambacho tuko nacho wakati huu, na pia Mungu anatuongezea hayo mambo mengine, ya kwamba anatupa wisdom, anatupa knowledge, alafu anatupa mambo ambayo yote tunayohitaji katika kukuza maisha yetu siku
kwa siku. Inakuwa ni kitu cha kufurahia sana. Sijui kama wewe unafurahia. Mimi, I get excited when I talk about these things, knowing that I am more than a conqueror. I am a winner. Not because of so much effort that I've done or so much effort that I have put in the whole thing. Sieti kwa sababu ya uwezo wangu. Cha kwanza ni kwa sababu Mungu amenipa huo uwezo. Kwa hivyo tunaendelea vizuri kabisa. Tumeongea juu ya kiroho, tumeongea juu ya kimwili, tumeongea juu ya kujua, na sasa pia tumeongea juu ya commerce, mambo ya kibiashara, mambo ya kupata mapato ambayo yanatuwezesha tuwe na lishe bora. Kitu kingine ambacho ninaweza kutazamia hapa hivi ama kuongea juu yake ni ya kwamba katika zile hisia, nimekuwa nikisema katika Transformation Tuesday na pia katika Motivation Monday, kuna yale mambo ambayo huwa tunahisia ndani, na wakati mwingine kuna mambo ya hii dunia inatuvuta chini sana. Our emotions go down. Why? Because of our thinking patterns, because of our mindset. Kwa hivyo tukigeuza our mindset, tukigeuza mawazo yetu na tukaanza kufikiria jinsi Mungu anatufikiria juu yetu, ahadi ambazo Mungu ametupa, mambo ambayo Mungu ametupea. For example, anatuambia anatupenda. Nikitazama nyuma kidogo, wakati wa Transformation Tuesday nilisema ya kwamba jambo moja ambalo tunatakikana kufanya ni kupendana wenyewe kwa wenyewe, lakini unaanzia wewe mwenyewe kujipenda, yani kujikubali. Unakubali ya kwamba Mungu amekuumba ukiwa very unique, na ya kwamba kuna jambo ama kuna purpose ambayo Mungu amekuundia, na kwa hivyo unajipenda, na ili ukaokoa huu, tusiseme mwili, ukaokoa roho yako kwanza, alafu ukalinda mwili wako, na ili huu mwili ukaweza kukuza ama kuprotect ile roho ambayo Mungu amekupa. Na ukishatazama hivyo, ukishaanza kufikiria hivyo, nazo zile hisia emotions, they align with what you are thinking, and therefore you are able to live a more positively life, because you know what God says about you. You know what you're saying about yourself because of what God is saying about you. Kwa hivyo sehemu nyingine ambayo sisi huwa ni washindi ni ile sehemu ya hisia, ya kwamba tukijua upendo ndio kitu cha kwanza cha muhimu kabisa Mungu anasema tuwe nao. Upendo tukifikiria ni jambo la kuchagua. Ukishachagua ya kwamba nitajipenda, nitapenda wengine, nitapenda Mungu, kwa hivyo unaanza kuwa na ile affection, unaanza kuwa na ile fondness, unakuwa na uvutio kwa Mungu wako, unakuwa na uvutio kwa watu wengine, unaanza kuwa na pia compassion, na unaweza kuonyesha hayo mambo kwa vitendo. So tukirudi hapo jana, ama tukirudi kwa level ya transformation, tunaona ya kwamba ukishagundua ya kwamba upendo ni kitu cha maana sana, inakuwa ya kwamba unaweza kuwa transformed, na ukishakuwa transformed, obviously it becomes now a winning Wednesday. Unakuwa wewe ni mshindi, kwa sababu unajua kitu cha muhimu kabisa kinachoendesha maisha haya, ule upendo Mungu alitupenda na pale katika shamba la Edeni, akatuumba, akatupa uhai, na huo upendo ambao unatuendeleza katika maisha, na huo upendo ambaye Yesu alionyesha msalabani akafa. Unajua huwa nasikia watu wakisema, oh, I love that person to death. Sijui ni watu wangapi wanaweza amua wakafa kwa sababu wanakupenda zaidi, lakini najua Yesu alikufa msalabani kwa sababu ya mapenzi ya Mungu, na pia yeye mwenyewe kutupenda. So loving to death, it's already done for us. Kwa hivyo kama tunajua kuna hilo jambo ambalo linaitwa mapenzi ya Mungu, hilo jambo ambalo linaitwa Mungu akaupenda ulimwengu mpaka akaja akatuokoa. Kwa hivyo ni vizuri sana ujue ya kwamba today is a winning Wednesday for you and for me, not because of the great things we have done, not because of who we are, but because God is an awesome God. Yeye ndio utuwezesha kushinda, yeye ndio utuwezesha mambo yote, yeye ndio utupa yale mambo ambayo yanatuwezesha kujua ya kwamba sisi ni washindi. Kumbuka, katika kiroho ametupa pumu, katika kimwili ametupa mwili huu ambao ameupa uhai, na akaupa sehemu zote ambazo zinatuwezesha kuishi katika dunia hii. Kumbuka ya kwamba Mungu ametupa ujuzi ama knowledge ambayo sisi tunahitaji ili tuishi katika maisha haya. Kumbuka ya kwamba Mungu ametupa systems kama commerce system na ukulima na nini, na ili tukaweza
kuridhisha maisha yetu. Ametupa mambo ya hisia na akatuambia pendo ni kitu la maana sana. Kwa hivyo tupendane wenyewe kwa wenyewe, na ili Mungu akazidi kutuinua. Na kuna sehemu ya social relationships, uhusiano wenyewe kwa wenyewe. Kwa hivyo ningesema pia katika hii sehemu Mungu ametupa ushindi. It is Winning Wednesday, ukiletewa na kipindi cha kwa niaba ya Spices of Life kwenye platform ya Kenya Diaspora Media, nikisema ya kwamba leo ni Winning Wednesday. Na katika uhusiano, relationship, social relationship, hayo ndio mambo ambayo mara nyingi wengine wetu tunahitaji kujua ya kwamba tunapendwa, ama kuna mambo ambayo tunaweza fanya na wenzetu, tuna uhusiano na wenzetu, there is communication, there is that knowing that people do care about us. Ni katika kule kuhusiana wenyewe kwa wenyewe in our social relationship. Katika Transformation Tuesday nikasema hivi, communication is very important. Na nikasema hiyo communication ni kwa wenyewe, sisi wenyewe kwa wenyewe, na pia communication pia na Mungu wetu. Lakini katika Winning Wednesday nitaongeza hivi, mara nyingi kuna zile conversations huwa zinatendeka katika kichwa chako, katika fikira zako. Kwa hivyo tuwe na uhusiano na yule rafiki wa kwanza ambaye ni Roho mwenye Mungu ametupea. Tukampenda huyo Roho, alafu tukapenda kuleta hiki kipawa ambacho mwili Mungu ametupa, tukamletea, tukamwambia mwili wangu, Mungu wangu, nitakupa kwa sababu umenipa, na ili nikazidi kukusifu. Na kwa hivyo baada ya kushinda katika kimwili changu, baada ya kushinda katika kiroho changu, baada ya kushinda kwa sababu ninajua mambo ambayo Mungu amenifunza, ninaweza pia kuchukua huu ujuzi nikaweza kushare na wale wengine. So we can build stronger social relationships once we win within ourselves. So it's not about competing out there with anybody else, but first of all, win within. And how do you win? You win by knowing that God is the winner number one. Yeah, he's the one who enables you to win. We are plugged in God, and therefore we are able to win in that capacity. And therefore we can be able to walk in that strength, knowing that God is enabling us. Kwa hivyo mchana wa leo, jua hivi, Mungu anatupenda sana. Mungu ametuinua. We are more than conquerors. Why? Because God is on the winning side of our lives. He's the one who enables us to win. Na kwa hivyo tuko plugged in. So kipindi ni cha Spices of Life, Winning Wednesday, ukiletewa kwa niaba pia ya Kenya Diaspora Media. Unaweza kutusikiliza kwa Facebook Live, unaweza kutusikiliza kwa YouTube, unaweza kutusikiliza kwa app, unaweza kutusikiliza kwa jinsi yoyote ambayo unaweza kutusikiliza, na ili Mungu akazidi kukukumbusha ya kwamba you are a winner. You are a winner. Why? Because God is the person, or he is the one who enables you to win. Siku njema sana, kwa sababu tumeamkia tukiongea kwamba it is the Winning Wednesday. In summary, nimeongea juu ya Spices of Life, nikasema wewe ni mshindi kiroho, wewe ni mshindi kimwili, wewe ni mshindi kwa sababu ya intellect, mambo ambayo unajua. Wewe ni mshindi kwa sababu ya kibiashara, wewe ni mshindi kwa sababu ya kihisia, wewe ni mshindi kwa sababu ya social relationships ambazo unafanya na watu, kwa sababu unajua ya kwamba umewezeshwa kushinda. Hakuna mtu mwingine yeyote anayefanana na wewe. You are very unique. So tangu the day you were conceived, you became a winner. And today you've woken up and become a winner. And tomorrow there is hope, because it's God who enables us to move from one level to another. It's not in our own strength, but it's because God has enabled us to be the way we are. So leo ikiwa ni Winning Wednesday, kwa nini tusifurahie ya kwamba tumewezeshwa kuwa winners? Na si eti tulichagua kuwa winners, Mungu alitusaidia tukawa winners. So kwa jinsi nyingine huwa anasema today is a wonder working Wednesday. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ashafanya hayo mambo yote ambayo ni wonderful. God has done everything that is so wonderful. Mambo ya maajabu ametutendea katika maisha hii, na kwa hivyo sisi kazi yetu ni kuamka and we step by faith, or step in faith, to enjoy the things that God has enabled us to have and to be. Kwa hivyo mchana wa leo nakutakia siku njema, nikisema ya kwamba kumbuka
It is not by strength, it's not by our power, it's not by anything that we do. Ni kwa sababu ya neema ya Mwenyezi Mungu. It's because of God's grace that he has chosen you and I. Amechagua wewe na mimi, na ili tuishi katika maisha haya tukiwa washindi katika jina la Yesu, katika jina lake Mwenyezi Mungu, na Roho wake Mtakatifu anatuwezesha siku baada ya siku. Kwa hivyo uwe na siku njema, kuwa mshindi, fikiria mambo ambayo yanakuwezesha kuwa mshindi. Today is a winning Wednesday, so be the winner that you are. Na Mungu pia akuzidishie neema, na ili ukajua ya kwamba wewe ni mshindi. So kuanzia hapo mwanzo mpaka hapa mwisho, Mungu ndiye anakuwezesha kushinda. Siku ya kesho ambayo ni Alhamisi, we will be saying Thankful Thursday. Why? Tumetazama Jumatatu tukapewa motisha, Jumanne tukawa transformed, Jumatano tukashinda. Kwa hivyo ni nini kimebaki? Ni sisi tuseme shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tegea siku ya Alhamisi kwenye Spices of Life, ukiletewa kwenye platform ya Kenya Diaspora Media, na ili ukaweza kusikiza mambo ya Thankful Thursday. Na nilisema hivi, ninasema siku za wiki: Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa na kadhaa, lakini hizi stages zinaweza kuwa siku kucha. So asubuhi unaweza ukaamka ukawa motivated, masaa mengine ya mchana ukawa transformed, masaa mengine ukajua ya kwamba wewe ni mshindi, masaa mengine ukajua utakuwa thankful. Kwa hivyo hii siku ambayo unasoma hii inaweza kuwa ni siku ya Jumatatu. Hii siku ambayo unasikiliza jambo hili inaweza kuwa ni siku yoyote. Kwa hivyo tegea vile vipindi vingine vya nusu saa hivi, na ukaweza kujua motivation inakujaje, motisha huwa inapewanwaje, transformation inakujaje, winning inakujaje, and thankfulness inakujaje. Kwa hivyo haya mambo unaweza fanya mchana kutwa, unaweza fanya kwa masaa, na ili Mungu akakuwezesha ukawa ni mtu mshindi siku baada ya siku. Uwe na siku njema maridadi kabisa. Kumbuka kututegea tena hapa hivi kwenye Kenya Diaspora Media, kipindi kikiwa ni Spices of Life. Jina langu ni Esther Nduta, na nakuletea hiki kipindi kutoka mji wa Leicester kule United Kingdom ama Britain. Kwa hivyo tuendelee kutiana moyo, tuendelee kukuzana, tuendelee kujua ya kwamba Mungu anatupenda, na upendo ambao ni upendo wa maana sana. Uwe na siku njema. Jumatano, Winning Wednesday. Be a winner and come and give us a testimony of how this encouragement and this motivation and the transformation that has happened because you know you are a winner. Kesho tegea tukisikiliza Thankful Thursday. Asante. Uwe na siku njema kabisa.